Dekan, kwa nini umeamua kurudi nyumbani na umeniita mimi kuja hapa? Nimerudi nyumbani kwa sababu moja. Yule mama ameuawa, na vile Mchilo na taarifa zake za kwamba hayupo katika mji huu. Ndio maana nimejiamini na kurudi nyumbani, kisha nitakupigia simu uje hapa tuzungumze hiki ambacho nimekuelezea hapa. Sawa. Ikitokea umemjua aliyemuua mamake Mchilo, utamfanyaje? Mama, amatudan tudini. Yaani maanisha ukifanya na wewe utafanyiwa. Hivyo basi nitamuua. Mimi ndo nilomuua mamake Mchilo. Nakutania bwana, muone ulivyotoa macho. Sasa hapa na mpango, twende mtaani, tunafanya kama tunatafuta simu used kwa masela mtaa ule ulioibiwa hiyo simu. Una akili sana mama, na ndio maana mimi akili yangu ikichoka huwa natamani kukutana na wewe ili unipe mawazo mapya. Nafikiri ni wazo zuri, tulifanyie kazi. Vipi hiyo namba ambayo nimekutumia SMS kwamba wanahitaji pesa, unayo na umejaribu kuipigia labda? Ndio, namba ninayo na nilijaribu kuipigia, lakini kila nikipiga naambiwa namba haipo. Sasa najaribu kufikiria huyu adui mpya ni nani na ana akili kiasi gani. Unajua, nafikiria kwa sababu maadui ambao mimi nilikuwa nawajua ni huyo mamake Mchilo aliyeuawa na Mchilo mwenyewe. Lakini wakati nakunywa maji nilivyokuwa na Joani, nilivyojifanya nimezimia, Joani aliondoka ile eneo. Sasa kuna mtu alikuwa ametumwa kwa ajili ya kumfuatilia Joani. Alikuja kutaka kuhakiki kweli. Baada ya hapo nilipambana naye. Na nilipombananisha maswali kadhaa ikiwemo kutaka kujua Mchilo yuko wapi, aliniambia kwamba Mchilo hayupo katika mji huu. Na mimi nakumbuka mara ya mwisho kumuona Mchilo nilikutana naye akiwa na begi mgongoni. Hii ni kumaanisha kweli amesafiri. Hayupo kabisa katika mji huu. Sasa najaribu kufikiria huyu adui mpya aliyekuja katika maisha yangu ni nani? Na ana akili kiasi gani mpaka anakuwa anatumia simu ambayo imetuma ujumbe, lakini ukiitafuta wewe unaambiwa namba haipo. Dekan, kwa sasa tutafute hiyo simu, maana hiyo ndio itatupa majibu ya maswali yetu yote. Kweli. Basi sawa, wewe malizia kunawa, acha mimi niingie ndani nijiandae ili tuondoke. Sawa. Nilikwambia dada Fina, usiende.
lakini ukaniona mjinga. Unaona sasa kilichokukuta? Umeambuliwa kubakwa. Kama unajua hilo Rebeka, kwa nini kuja kunisaidia mdogo wangu? Fina, kiburi si maungwana. Nilikuacha makusudi ili uone dunia upande wako wa pili. Rebeka, nimebakwa. Nasikia maumivu sana. Tena nyumbani kanichemshie maji ya moto ili niweze kujikanda. Twende nyumbani? Wewe mbona nyumbani umepapita afu ukopo unaenda huko? Huko ukopo unaenda wapi? Nilikuwa naelekea kwa kina Pinki, maana jambo lilinikuta nikiwa na Pinki. Japo alivyonibeba wale wauni, Pinki alikimbia. Kwa hapo nilikuwa naelekea kwa kina Pinki ili aweze kunibandikia maji ya moto ili niweze kujikanda. Niliogopa kuja nyumbani, nilihisi mama hayupo. Mama nyumbani hayupo, bado hajarudi. Vipi? Utaendelea kuwa naye kwa kiburi chako? Au sasa hivi utasikiliza vitu unavyoambiwa? Na hapa kwa Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, kwanza leo nitakuwa na kusikiliza kwa kila kitu utachoniambia mdogo wangu. Nimejifunza mimi. Sawa. Mimi nimetoka kumsindikiza rafiki yangu Epi. Alikuja nyumbani kunisalimia mara moja. Aya, twende nyumbani nikakuchemshia hayo maji nikukande. Sasa na muda wa kukukanda, leta iko kiburi chako na kumwagia hayo maji ya moto. Jikazi sasa, nambekea nani hapa? Kuna mtu alituma? Karibu, ingia, mlango uko wazi. तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई. Mambo vipi dada? Poa. Karibu HB. Samani, kuna dada mmoja anaitwa Chika. Niliwahi kuja naye hapa nyumbani, tukakaa hapa tukazungumza. Amenipigia simu sio muda mrefu, akaniambia kwamba anahitajika hapa nyumbani, sio kuna mazungumzo. Kwa hiyo nimekuja, sijui yupo uniitie? Hayupo, ametoka na sijui kaenda wapi. Okay, poa basi. Sasa acha mimi niende, akirudi mwambie kwamba Dekan alifika hapa nyumbani. Hivyo anipigie tena simu kama kuna uwezekano nitarudi, kwa sababu kuna sehemu naelekea mara moja sasa hivi. So, asante dadangu, kwa hili. Sawa, ila naweza nikapata namba yako ya simu? Chika nayo. Akija Chika mwambie akupatie. तेरी कंधे पे रख के सर, दुनिया सारी भूल गया, तेरी पलकों की छाँव में खुद को. Samani mdogo wangu. Mambo vipi? Poa kaka. Sasa mimi nilikuwa na shida na simu, lakini sasa pesa yangu mfukoni haitoshi kwa ajili ya kununua simu dukani. Kwa hiyo nataka tu simu yoyote labda kwa mtu. Sasa nilivyokuona wewe, nataka nikuulize, hakuna mtu yote ambaye unamfahamu maybe anauza simu hivi labda used ili nikachukue? Hapana kaka, mimi sina mtu ambaye anauza simu. Sawa basi. Lakini mimi najua utakuwa wewe mwenyeji mtaa huu. Vipi labda unajua labda hata kijio cha Masela wanapokaa wale wauni wavuta bangi wale vibaka,
kwa sababu najua wale ukishawapa dili ya kwamba unahitaji simu chap sana wanakupa, yani wanaweza wakakuapua kwa mtu yote chap tu wakakupa. Kwa hiyo niko nataka nijue labda hamna hata kibaka yote ambaye wewe unamjua hapa mtaani ambaye anaweza nikaenda nikampa hiyo dili afu chap akanipa simu. Niliyekuwa namjua mimi tayari ameshachoma moto kwa sababu ya wizi, lakini kwa wengine sijajua, yani siwajui. Basi sawa mdogo wangu, shida yangu mimi ilikuwa ni hiyo tu. Haina noma mdogo wangu, basi ngoja mimi niendelee kuangalia kwa mbele. Basi sawa. Afadhali nimekuona Chori. Kwa nini wakati tunafunga shule ile asubuhi ulinitukana? Kwa hiyo uko hapo nasemaje? Nini? Yaani umenitukana hata unaniuliza nasemaje? Hivi unajua nitakupiga wewe. Jaribu uone. Kama jua la kesho utaliona. Au nataka ujue upande wangu wa pili. Hivi, hujapata taarifa zangu shuleni kama mimi ni nani? Hivi kumbe kweli wewe ni mchawi? Uondoke uthibitisho kwa macho yako mawili. Pita uende nikuonyeshe kitu. Vipi? Hapo umeamini? Au unataka kwenda kaburini? Sasa rudia kunitishia kunipiga. Nitakuonyesha mimi ni nani. Halo? Halo. Vipi uko mama? Umefanikiwa kupata hiyo simu? Hapana kwa kweli. Maana kila ninayemuulizia wapi nitapata simu used, wananiambia hawajui. Na kuna baadhi wengine wananiambia eti nikachukua simu ya mkopo. Mimi simu ya mkopo ya nini jamani? Vipi wewe huko kwa upande wako? Umefanikiwa ama? Nimekutana baadhi ya masela. Ila sura ya huyo kijana aliyepola hiyo simu sijaiona. Nikajaribu kuuliza kama naweza nikapata simu ya mkononi. Lakini walivyodai kwamba kwa sasa hivi simu za mkononi ni hatari sana. Maana watu wameshaendelea wanazitrack sana hizo simu. Hivyo ukipola simu kwa mtu sasa hivi ni rahisi sana kuipata. Kwa hiyo nikaa nimeachana nao, nikaondoka zangu. Good. Nimepata wazo. Unaonaje tukaitrack hiyo simu? Tutakuwa tumerudisha kila kitu. Cha umuhimu tumtafute IT afanye hilo zoezi. Wazo zuri mama. Sasa tufanye kitu kimoja. Tukutane ili twende kwa Eki. Akatupa hizo information zote za hiyo simu. Then tumtafute IT afa track. Sasa hivyo uko wapi? Mimi nipo hapa Chumi Street. Ila wewe nenda kwa Eki. Kakutane naye uzungumze naye kila kitu. Kwa maana mimi hapa nimepokea simu ya mama pale ninapokaa. Ameniuliza huko kwa fundi bado tu hujarudi. Maana nimemdanganya nimeenda kwa fundi kuangalia nguo zangu, nikamwambia nipo njiani. Sasa acha tu mimi niwahi nyumbani. Wewe nenda tutawasiliana kwa kila kitu. Sawa basi.
japo nimechoka sana. Natamani hata ningepata mtu anikandekande mwili wangu hivi ili ukae okay yani. Si unajua tena ndege wangu. Mimi nina wazo. Chagua mmoja kati ya Mariam, Joan au Melimela. Wapigie simu, mmoja wapo aje kufanya hiyo kazi. Hapana, siwezi. Yaani siwezi kurudiana hata na mmoja kati yao. Kuombana msamaha sio kigezo cha kurudiana na ex. Ex harudiwi moma. Kurudia ulipotoka, unaweza rudia na magonjwa. So, why home. Nashukuru sana kwa kukutana na wewe, maana umenipa mawazo mazuri ambayo sikuwa nayo. Cha muhimu tu take care huko njiani. Sawa ni galangu. Rebeka, mambo poa? Shikamoo da Pinki. Marahaba. Huku naenda wapi? Huku ngapo naelekea duka la madawa kununua dawa za maumivu. Kwani unaumwa au mama yenu amerudi anajisikia vibaya? Hapana, mama hajarudi na wala mimi siumi. Anaumwa Dafina mdogo. Huko mlipoenda amerudi amebakwa. Unasemaje Rebeka? Kwa hiyo unamaanisha Fina amerudi nyumbani? Ndiyo, amerudi. Sawa. Sasa mimi hapa nilikuwa namsubiri Frenki, maana ameenda kuwafuata wale wauni waliomchukua Fina akawape hela. Sasa ngoja mimi nimuwahi ili asiwape hiyo pesa, maana tulijua Fina bado yupo kule. Kwa hiyo mimi hapa ngoja nimuwahi Frenki. Rebeka, Fina nitakuja kumuona, lakini usimwambie mama chochote kuhusu mimi na Fina tulipoenda, umesikia? Sawa, sitomwambia da Pinki. Aya. Oh. Vipi mwanangu? Safi mama, shikamoo. Marahaba. Kumbe leo uko mtaani kwangu? Kumbe huu ndo mtaa wako? Mi kwangu pale, ile nyumba ile pale ndo kwangu pale. Au twende ukapafahamu? Hapana madamu, kuna sehemu nawahi mara moja, kwa sababu kuna mtu nimemsubirisha kule, nimemwambia kwamba nimekaribia kufika, ila nilikotoka ni mbali, ndio maana nimekuja kupumzika hapa kidogo, then niendelee na safari yangu. Hivyo acha mimi nimuwahi kwanza yule mtu, kwa sababu nishapaona nyumbani ni hapo tu. Nitakuja kwa sababu pia namba yangu si unayo, tutawasiliana, then nitakuja kukupa fahamu zaidi. Okay. Na mimi hapa nimechoka, maana kuna sehemu nimetoka hapo, kuna mauaji yametokea hapo. Kuna madamu mmoja jambazi ambaye tulikuwa tunamtafuta muda mrefu sana.
Ndio nimeitwa hapa nakuta kashauawa tayari. Ameuawa na wananchi au na mtu binafsi? Hapana, sio wananchi, ila nina imani huyo muuaji atapatikana, maana uchunguzi unaendelea. Haya basi, hamna shida kijana, siku ukijisikia utakuja karibu nyumbani, maana ushapajua. Sawa madam, sawa. Haya.